Watatu wamekamatwa kuhusiana na mauaji ya mwanablogu Albert Ojwang. Washukiwa hao wanaoaminika kuwa mahabusu katika kituo cha polisi cha Central wakati Ojwang alipofikishwa wanadaiwa kutumiwa kumtesa kabla ya kuachiliwa kwa njia tata. Na kama anavyotuarifu Ben Kirui, familia ya Ojwang imeendelea kudai haki kwa mauaji ya jamaa yao. Uchunguzi kuhusu mauaji ya kikatili ya mwanablogu na mwalimu Albert Ojwang unaendelea kushika kasi baada ya mamlaka ya kuchunguza utendakazi wa polisi ya IPOA kuwakamata washukiwa wengine watatu wanaodaiwa kuhusika katika mateso na mauaji yake akiwa korokoroni. Watatu hao ambao walikuwa mahabusu katika kituo cha polisi cha Central wakati Ojwang alipofikishwa sasa wanazuiliwa katika vituo tofauti vya polisi vya Kilimani, Mudhangari na Kileleshwa. Kwa mujibu wa uchunguzi, inadaiwa kuwa maafisa wa polisi waliwatumia mahabusu hao kumtesa Ojwang hadi kufa. Haya yanajiri huku IPOA ikiendelea kuokoa picha za kamera za CCTV ambazo ziliharibiwa kwa lengo la kuficha ushahidi. Uchunguzi umebaini kuwa sehemu kubwa ya picha hizo zimepatikana na zinachukuliwa kuwa muhimu sana katika uchunguzi unaoendelea. Washukiwa hao Jean Amitou Abwao, Collins Karani Ireri na Brian Mwaniki Njue wanatarajiwa kufikishwa mahakamani Jumatatu pamoja na mkuu wa kituo cha Central Samson Talama anayezuiliwa katika kituo cha polisi cha Lang'ata. Wakati huo huo, IPOA inawasaka maafisa wawili wa polisi waliorekodiwa kwenye CCTV wakimpeleka Ojwang katika hospitali ya Mbagathi akiwa tayari amefariki. Wakati uchunguzi ukiendelea, familia ya marehemu Albert Ojwang inaendelea kushinikiza haki itendeke. Mjane wake Nevenina Onyango alielezea jinsi alivyokuwa na wasiwasi alipoongea naye kwa simu wakati akihamishwa kutoka Homa Bay kupelekwa Nairobi, akisema kuwa sauti yake ilikuwa ya hofu. Albert was asking if he was safe because he wasn't sure if he's okay in the police cell. So I want everybody that if you have a mistake and like you've been arraigned to the police officers, you feel safe because we are paying taxes and these people are supposed to protect us. They're not supposed to harm us. Maswali yangu bado yako pale pale. Yale niliuliza wakati akishikwa. Mashtaka ni yapi dhidi ya kijana wangu? Na mlalamishi ni yupi? Kinachosababisha kijana wangu kutolewa nyumbani mpaka Nairobi. Makosa gani yana uzito wa kiasi gani ya kuwezesha mtu wangu kutolewa nyumbani, kuletwa, hatimaye kuuawa? Familia hiyo imetoa wito kwa uchunguzi kufanyika kwa haraka na kwa uwazi na kuwataka wahusika wote kuwajibishwa kikamilifu. Speak about this so that it doesn't have to happen to anybody else because it's sad. It's sad. It's so sad losing somebody in a way that doesn't. I just hope that everybody will come out and like help us fight for justice. Yeah, I know that we can't bring his life back, but seeing him get justice and seeing those people that got involved being charged for what they did will at some point make us have peace of mind. So I'm really encouraging and like I just want to speak to everyone from the bottom of my heart that if they can really come out and help us find justice for Albert, I'll truly appreciate. Ben Kirui, Runinga ya Citizen, Nairobi.